السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لك ربي كثيرا، حمد لك ربي كثيرا، حمد لك ربي كثيرا. أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله مجيب من دعا، فاتح باب العبد قرعه، ذا قوله أمن يجيب المضطر إذا دعا. خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير النبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأن جعل لنا الإسلام دينا شرعا، وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. أشهد أن لا إله إلا الله، جعل مع الصبر نصرا، وجعل مع ضيق وهم فرجا ومخرجا، وجعل مع العسر يسرا، وجعل لكل شيء بداية فلا بد له من نهاية. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه بدر البدور، إنه صبر على البلاء وتحمل الضراء، وعبد الله حتى توامرت قدماه، وجاهد في الله حق جهاده حتى تلقى مع مولاه، ونام على فراش موته قائلا إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وخاصة الأربع، وعلى أهل البدر والأحد وأصحاب الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومن ثم أما بعد، إخواني في الله، وشهدوا بأني أحبكم في الله. مرحبا بكم من جديد في هذا العود. هذا العود عود جميل، ولقد عدنا في هذا العود والعود أحمد. في سابق تحدثنا عن مقدمة القصة الإسراء والعروج، أم حادثتي الإسراء والعروج. فحياكم الله جميعا أيها المباركون، حياكم الله وبايعكم ورعاكم، وجعل الجنة مثواكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا معكم في هذا الجمع المهيب أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمتقين في جنات ودار مقامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Waheshimiwa waumini zangu na wasikilizaji watukufu kutoka kila kona ya dunia hii, tumerudi tena leo tukiwa na mwendelezo wa kisa chetu cha al-Isra wal-Uruj. Kisa maarufu, mashuhur, kizuri, kitamu. Kama tulivyodokeza kwamba tutakuwa na mambo matatu katika kisa hichi. Jambo la kwanza, tutaanza na utangulizi. Akhalafu tutazungumza kisa chenyewe kwa maana ya kilivojiri, cha kile cha chini na kile cha kupanda juu. Akhalafu mwishoni tutazungumza ad-durus wa ibarun wa nuqtat من هذه القصة الشريفة المبارك. فخلوا بالكم يا ترى ويا مرحبا في هذه الساعة الفضفاضة. tutazungumza baadhi ya mazingatio, masomo, darsa, nukta muhimu yatokanayo na kisa hichi mwishoni, kama Mwenyezi Mungu akijalia kufika huko. Sasa nakualikeni moja kwa moja tuingie pale tulipoishia wiki iliyotangulia, na tulizungumzia aya ya kwanza katika sura Bani Israil, am surat al-Isra kama ilivyo maarufu, am surat al-Subhana. Tulikuwa tumefika aya ya kwanza, bado tumefika katika neno subhana alladhi asra bi'abdihi. Ndio tulikuwa tumefika hapo, kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia abd walam yaqul sarihan ولم يذكر محمدا باسمه صريحا ولا بالنبوة ولا بالرسالة، بل ذكره بعبد لما يا ترى ويا مرحبا.
Kwa nini Mwenyezi Mungu hakumuita kwamba utakasifu ni wake yule ambaye amempeleka Muhammad usiku, au alimpeleka nabii wake au mtume wake au kipenzi chake? Badala yake akasema abdu. Tulifika hapo na tukasema kwamba haikuja kwa bahati mbaya, na lao misahafu itabadilisha na ikaliweka neno Muhammad am nabii am rasul am habib, misahafu hiyo itakuwa sasa si misahafu tena, bali itachomwa na utaitakiwa msahafu ambao umeandikwa abadan. Faarafna, tukajua ya kwamba mwanadamu yoyote vyovyote atakavyokuwa katika maisha yake duniani, kwa kupata cheo ama kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha ama kuwa na uzuri ama kuwa na ilmu kubwa, fasaha ama chochote alichojaliwa katika mauhiba, pamoja na yote atakayoyapitia katika dunia, basi cheo chake kizuri, cheo chake cha mwisho, cheo chake cha kikubwa kuliko vyote ni kuwa mja wa Mungu, kuwa mtumishi wa Mungu. Hicho ndio cheo cha mwisho kabisa, na ndio cheo ambacho umesifiwa nacho manabii. Manabii wote umesifiwa kwa sifa ya abadun, minhum Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Nuh alayhi salatu wassalam, ama alayhi salam, ala nabiyina sallallahu wasallam alayhi, innahu kana abadan shakura. Na kadhalika ni'ma al-abdu innahu awwab, nabii Ayub anasifiwa hivyo, na manabii wengine wamepata sifa hizo za kwamba ni mja. Na Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda katika miqat kwenda kuongea na Mwenyezi Mungu, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, alipokuja Musa kwenye miqati ile ambayo Mungu alikuwa akizungumza nayo, Musa alikwenda kama Musa. Famadha kana natija ansar kharra Musa sa'iqa, kilichotokea ni kwamba Musa alipatwa na mshtuko ambao ulipelekea akazirai pale, kwa sababu alikwenda akiwa Musa. Lau kama angekwenda abudun, angekwenda kwa sifa ya uja wa Mwenyezi Mungu, ambayo ni sifa kubwa sana katika sifa ambazo Mwenyezi Mungu anawapokea waja wake, Musa yasingemkuta yaliyomkuta. Lakini kwa sababu ametajwa kwa jina lake alam, basi yalimkuta yaliyomkuta. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye safari hii anabebwa kama mja, habibi kama Muhammad, anabebwa kama mja, cheo cha mwisho katika vyeo ambavyo Mwenyezi Mungu anavitaka. Na sisi wote tunatakiwa tuwe annakuna ubadan lillah, wote tu tunafurahia kuwa na sifa ya utumwa kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Ndugu zangu wasikilizaji, sasa tunaendelea. Marhaban bikum min jadid, karibuni sana, tuendelee na pale tulipokomea. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min almasjidil haram. Safari inaonekana imeanzia kutoka msikiti wa Makka, msikiti mtukufu, kwenda kwenye msikiti mwingine. Safari inatoka min almasjid ila almasjid, kutoka msikiti kwenda msikiti mwingine. Lakini katika vitabu ambacho kimoja niliwatajia kwamba tunakitoa hicho kiswa kwa ukamilifu wake sana, tumekifundishwa hivyo, kinaitwa Hashia cha Sheikh al-Allama al-Arif billah Abul Barakat Sayyid Ahmad Dardir, akishirikiana na Sheikh mwenziwe al-Allama al-Hammam Barakatul Anam Najmuddin al-Ghait, wametuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bainama, kisa kinaanza bainama, Mtume alipokuwa wakati ambao Mtume alikuwa amelala, na kisa kinatuambia katika nyumba ya Ummu Hani, baina rajulain. Mtume alikuwa amelala kwenye nyumba ya Ummu Hani, mama katika mama zao wakati huo, mama mkubwa mheshimiwa, Mwenyezi Mungu amrehemu. Walikuwa amelala Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amelala na nduguze, amelala na baba yake mdogo Abbas na Hamza, na amelala na mtoto wa baba yake mdogo Jaafar bin Abi Talib. Walikuwa wamelala watu watatu, Mtume amelala katikati yao. Walikuwa kwenye nyumba ya Ummu Hani. Aya inatuambia minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa. Lima? Je, hina tadarrub? Kuna mgongano hapa kwamba kisa sasa kinaanza kutuvuruga? Hapana. Yufid, tunachopata faida kwamba al-Makkah al-Mukarrama kulluha am ardu kulluha, kullu ardu al-Makkah am jullu ardu Makkah kulluha masjidan. Tunachojifunza ni kwamba Makkah ardhi yake yote, Makkah al-Mukarrama ardhi yake yote ni msikiti,
Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam yupo kwenye nyumba ya Ummu Hani, lakini aya inatuambia min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Hii ni balagha ya hali ya juu sana tunaoipata hapa, kwamba kumbe Mwenyezi Mungu anajua kabla na kila kitu kitavyokuwa. Kwa hiyo watu kwa zama zile wanaona ni msikiti, wanaona ni nyumba ya mtu, lakini kumbe pale ni msikiti. Na kweli mpaka sasa hivi utanuzi unaoendelea na mambo yalivyo, Maka ni msikiti kwa kweli. Maka eneo lake lote ni msikiti, na ndio maana Maka yote ni haramu kuwinda ama kuua wanyama ama kukata miti, kungoa sio vitu gani, vyote haram. Ndio maana Masjidul Haram, al-haram fiha as-sayd, qatl al-an'am, qatl al-hayawan, qatl al-ashjar ni haram kufanya mambo hayo. Masjidul Haram, msikiti ni ambao ni haramu hayo, ndio maana unaitwa al-Masjidul Haram, msikiti ambao ni haramu kuua wanyama, kuwinda, kukata miti, kungoa miti, kukata vitu gani, ni haramu kufanya hizo shughuli. Ndio maana unaitwa al-Masjidul Haram. Kwa hiyo Maka yote ni haramu, sio mle msikitini tu, yote Maka ni haramu kufanya mambo haya. Ndio maana aya inasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjid al-aqsa. Kwa tumejifunza hapa kwamba kumbe Maka yote ni msikiti. Ni tunakipata, tunajifunza kupitia kisa hichi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kaenda pia msikiti mwingine wa mbali, msikiti wa Baitul Muqaddas Jerusalem. Ajjala Allahu tahrira, Mungu aharakishe tuweze kukomboa uwe chini ya mamlaka na usimamizi wa Uislamu, baada ya kuwa sasa hali yake ni hiyo ambayo tunaijua wengi kwamba bado hatuna salama napo sana. Lakini Mwenyezi Mungu pia tujalie wengi wetu tuweze kuswali katika msikiti huu katika uhai wetu. Allahumma amin, Allahumma amin. Ndugu zangu, alladhi barakna hawla, msikiti ambao barakna hawla, yani msikiti ambao Mungu anasema tumebariki vilivyopo pembeni yake. Sasa kama msikiti umebarikiwa vilivyomo pembeni yake, maana yake sikwambii msikiti wenyewe na ndani yake, maana yake msikitini patakuwa pana baraka zaidi, mpaka zimepelekea kubariki vilivyopo pembeni. Zile baraka zimefura, zimejaa, mpaka zinapelekea kutia baraka katika vitu vilivyo pembeni. Kwa hivyo ingekuwa alladhi barakna fihi au alladhi baraknahu, ingekuwa ni lugha nyingine, ingekuwa na maana nyingine, kwa sigha na ubingwa mkubwa wa zukhrufatul Qur'an. Katika uzuri wa Qur'ani ndio katika muundo kwamba alladhi barakna hawla walaysa alladhi baraknahu am barakna fihi, la bal barakna hawla, kwa maana miti yake, majumba yake, ardhi yake, kama kuna bahari, kama kuna mito, kama kuna milima, kama kuna nini, vyote vilivyo pembeni ya msikiti, maeneo hayo barakna hawla. Na kwa nini mabruka hadhihi al-ardh al-muqaddas? Ni kwa sababu mahbatul wahyi, ndiyo sehemu ambayo wahyi umeshuka sana, kwa sababu manabii wengi wameishi katika maeneo hayo. Lakini kuna makaburi ya manabii maeneo hayo, lakini kuna mambo mengi ambayo yanasemekana kwamba hayo yote yanapelekea ardhi hiyo iwe imebarikiwa sana. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatimaye sasa aya imetuelekeza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoka msikiti wa Maka, amechukuliwa na Mwenyezi Mungu kwa safari hiyo ya usiku, kutolewa pale Maka kwenda mpaka Baitul Muqaddas. Na yaliyojiri katika aya ni hayo kwa uchache sana, kwa sababu ya muda tumeona tuzungumzie hayo, lakini yako makubwa zaidi ya hayo. Lakini safari tunajua ilikuwa na kasi kubwa. Sasa hapa naomba kidogo niwakumbushe kitu muhimu, ili muone kwamba mambo haya hayakuja kwa kubahatisha, hayakuja by chance, imekuja kwa quwwatu ilahia, kwa nguvu kubwa sana za kimungu. Ni kwamba katika kanuni tunaambiwa kwamba kitu cha kusafiri ama usafiri wowote unapokuwa mkubwa ndio kasi yake inaongezeka. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutamuona kwa nini alikuwa na kasi kubwa sana katika safari hii. Ni kwamba kitu chote kinapokuwa kikubwa kinakuwa na kasi kubwa zaidi. Kwa mfano, basi usafiri tunauona wa kawaida sana, kwa udogo wake kasi yake ndio ile. Lakini pia binadamu mkubwa
kasi yake huwa ni tofauti na binadamu mdogo. Mtoto wa miaka 3 anazidiwa kasi na mtoto wa miaka 5. Mtoto wa miaka 5 kasi yake inazidiwa na mtu mwenye miaka 10 na kuendelea, na kadhalika kuendelea. Kila mtu anapokuwa na nguvu zaidi, maana yake ndio anakuwa na kasi zaidi. Kwa hivyo hata usafiri baskeli inakuwa na nguvu zaidi, inazidiwa na pikipiki, pikipiki inazidiwa ukubwa na gari, inakuwa na kasi zaidi, mpaka ndege, treni mpaka ndege. Kwa hivyo chochote kinapokuwa na kasi kubwa, maana yake ndio kinakuwa kinachokuwa kikubwa ndio huwa kina kasi kubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mkubwa wa kila kitu, innahu kabirul akbar, innahu kabir, innahu adhim wa a'zam. Mwenyezi Mungu ndio mkubwa kuliko chochote, maana yake na kasi ya Mungu haina mfano wa chochote. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alichukuliwa na Mungu kupelekwa kutoka msikiti mtukufu mpaka Masjid al-Aqsa, na baadaye kupelekwa mpaka huko alikopelekwa katika malakuti, yani la 7 tibaqa wa ila sidrat al-muntaha ila al-arshi, na akarudi kwa muda mchache sana akakuta kitanda chake bado kina joto. Ni kwa sababu alipelekwa na nguvu ya kimungu ambayo ni kubwa kuliko nguvu zote, na tumeambiwa kwamba chochote kinachokuwa kikubwa na ndio kasi yake inakuwa kubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mkubwa wa kila kitu, basi na kasi yake haina mfano. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesafiri kwa muda huo mchache sana, laylan walaysa al-layl. Sio kwamba alisafirishwa usiku wa muda usiku mkubwa ama usiku mrefu, kijisehemu kidogo sana katika usiku ndio ambacho ilifanyika safari hii. Innahu huwa as-sami'ul basir. Mwenyezi Mungu ndio mwenye sifa ya kusikia kweli kweli, na ndio mwenye sifa ya kuona katika uoni ambao binadamu hatuna wala kiumbe chochote. Innahu huwa as-sami'ul basir. Usikiaji wake Mwenyezi Mungu haufananishi na yoyote, wala kuona kwake hakufananishi na yoyote. Kwa hiyo anayajua tunayosema, anayasikia tunayosema, yanayosema popote duniani kuhusu kisa hichi anayasikia, na yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoyaona na tunayaona sisi. Mwenyezi Mungu ni innahu huwa as-sami'u al-basir. Hii ndio aya ambayo haina alifu mwisho. Aya zilizobakia zote 110 zina alifu mwisho. Sasa mubasharatan twende kuzungumzia safari hile sasa kwa jinsi ambavyo tumeipokea katika kona tofauti tofauti. Tutachukua point na nukuu ama point na nukta mbalimbali kwa kukifupisha kisa, kwa sababu ni kirefu sana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi inatuambia kwamba alikuwa amelala kwenye nyumba ya Ummu Hani, idh atahu Jibril, ghafla akaijiwa na Jibril. Alipojiwa na Jibril, na tunaambiwa kwamba lilipasuka dali, faraja saqful bait, lilipasuka dali la nyumba, akashuka Jibril alayhi salatu wassalam. Ama vyovyote takavyokuwa, alikutwa kwenye ile nyumba na akachukuliwa ila ma'i Zamzam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa mpaka jirani kidogo, kulikuwa na eneo hilo kuna kisima ambacho mpaka sasa ni maarufu cha maji ya Zamzam, na alichukuliwa baina rajulaini, kati ya watu wawili. Kwanza hapa tunajifunza kwamba kulala wanamume wawili ama watatu katika chumba kimoja ama hata eneo moja, kwa mfano labda tumesema ambayo imeandaliwa pamoja, si jambo haramu, isije kaleta mizozo kwa watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwenye kisa hichi ameonekana walikuwa wamelala watu watatu kwenye chumba kimoja, wanamume watupu. Kwa hiyo ni jambo ambalo ya juzu, yani ni jambo ambalo linakubalika, lipo na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo si jambo la ajabu sana watu wawili watatu kulala katika chumba kimoja, pamoja kwamba kwenye hoteli zingine duniani hapa zimeweka masharti kwamba hakuna hilo jambo, lakini kitaratibu na kisharia ya juzu, inakubalika wanamume wawili kulala pahala pamoja katika utaratibu wa kulala tu, wala hakuna shida. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa mpaka ma'u Zamzam, ila ma'i Zamzam, mpaka kwenye kisima cha maji ya Zamzam. Neno Zamzam ni asili yake ni zamama, na maneno kama haya au mfano wa muundo huu kwenye Qur'ani yapo mengi. Kuna sarsarin atiya,
kuna rafrafun, kuna hasa. الآن حصحص الحق أنا روته وإنه من الصادقين عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كل حصحص رفرف عسى والليل إذا عسى. أما صرصر ndio muundo wake ni zamzam. Kwa hiyo hasa alhaq ama hasasa zamama rafafa ama asasa. Kwa hiyo asa ina ambayo yana muundo kama wa zamzam, na imeitwa ma'u zamzam kwa sababu yalikuwa yanapotoka hivi yanafanya zam yanapochomoza kutoka chini kwenye kile kisima yanafanya vup. Kwa lugha yakaitwa zam kama yanatoka vup. Ma'u zamzam na maji ya zamzam ni katika maji ambayo kuna mshairi ametuimbia shairi kubwa maarufu, anasema wa afdalul miyah ma qad nab'a min asabihi an-nabi' al-mutba' yalihi ma'u zamzam fal-kawthar fan-nayl masra thumma baqi al-anhar. Kwa hiyo beti hii imetungwa ikizungumzia ubora wa maji ambayo tunatakiwa tuyape daraja la kwanza la maji bora kabisa duniani ni maji ambayo yalitoka kwenye vidole vya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati ambapo watu walikuwa wamekusanyika wengi zaidi ya watu 1000, wameshakula wameshiba, hawana maji ya kunywa. Wakaenda kumpelekea ili jambo mtume akawaambia kuna chochote katika maji mliobakia nayo? Wakasema kuna kama lita 2 lita 3 hivi. Wakampana wakapiga search pale wakutaka kama lita 3. Wakaita mtume akamwambia walete chombo kikubwa, ituni inaan, tumekwambia nileteni chombo. Walipoleta chombo wakamwaga yale maji lita 1 lita 2, akhalafu mtume akaweka mikono yake mle na maji yakaanza kutoka kwenye vidole vyake. Watu wakanywa, wenye kuoga wakaoga, wenye kufua wakafua, alimradi wenye kubeba wakabeba. Maji mengi sana. Haya maji katika mambo makubwa aliyofanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal bakhilu man la yusalla alayhi. Na tarikhi imenukua habari hizi, na mshairi anatuambia wa afdalul miyah ma qad nab'a min asabi' an-nabi' al-mutba' yalihi ma'u zamzam fal-kawthar fan-nayl masra thumma baqi al-anhar. Kwa hiyo haya ndio maji makubwa kabisa katika maji yenye hadhi kubwa duniani. Kisha yanafuatia maji ya Zamzam, kisha maji ya Kauthar, mto Kauthar, ama maji yaliyoko katika pepo huko mbinguni. Maji ya Nile kwa sisi watu wa Tanzania, mto huu wa Nile unaanzia huku kwetu unapita Sudan unakwenda Masra, lakini maarufu zaidi mto huu utaja kama vile unahitaji Masr. Lakini pia yanafuatia maji mengine. Kwa hiyo maji ukiclassify, ukiapa daraja, ukiapa tabaka, basi unayaweka katika sura hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa mpaka kwenye ma'u Zamzam. Alipofika kule, kisa kinatuambia alifanywa operation. Imam Suyuti anasema operation hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya yeye peke yake, hajawahi kufanywa nabii mwingine yoyote zaidi yake. Lakini mwanafunzi wake As-Sakhawi anasema hii ilikuwa ndio da'abul anbiya wal mursalin min qabl, ilikuwa ndio taratibu za mitume waliokuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanyiwa mambo ya operation mbalimbali katika kuandaliwa kuwa hivyo walivyokuwa. Huyu ni Sakhawi, mwanafunzi wa Suyuti. Wamekuja na maarifa haya, tuyapokee na tuendelee kuyatafakari. Lakini almuhimu ni kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa operation, na baada ya kufanya operation akaoshwa vizuri sana na akamiminiwa ndani mle ya kifua chake alhilmu wal ilmu wal yaqin wal iman wal hikma. Akawekewa vitu vikubwa vizito kwa ajili ya kuandaliwa kuwa katika level ambayo anayokwenda kukabiliana nayo huko mbele. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, si safari ilikuja by chance, ilikuja kwa kuandaliwa na maandalizi yakafanyika na mazingira yote yakaonesha kwamba safari hii ni safari kubwa sana. Baada ya hapo nitaruka kidogo tukio la Buraq ambalo ni maarufu fi London wal Qahira. Buraq habari zake ni maarufu, ni mnyama ambaye amezungumzwa, watu tunamfahamu kwa mazungumzo lakini sio kwa picha. Lakini niende kwenye matukio matano yafuatayo. Wakati mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama
anaondoka na Jibril. Walifika pahala Jibril akamwambia mtume ashuke aswali. Aliposhuka mtume sallallahu alayhi wa sallama kusali, Jibril walipomaliza akamwambia atadri aina sallaita, unajua umeswalia wapi? Qala la, mtume akasema hapana sijui. Jibril akamwambia sallaita bitib wa ilaiha almuhagara, wewe umeswalia kwenye ardhi nzuri, kwenye ardhi tukufu, ardhi yenye rutuba, na kwenye ardhi hiyo utajahamia baadaye. Hii ni bishara mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaahidiwa katika safari hii kwamba atakuja kuhama Makka. Yani wakati anazungumzwa haya maneno mtume yuko Makka, lakini anapewa dokezo kwamba atakuja kuhama Madina. Hii ni sehemu ya kwanza. Kuna kitu nataka niwaambie. Baada ya kutoka hapa wakaenda mbele, akaambiwa mtume ashuke asali. Alipofika pale akashuka akaswali, alipomaliza wakaondoka. Jibril akamuuliza unajua umeswalia wapi? Mtume akamwambia sijui. Akamwambia sallaita bi Madyan inda shajarati Musa, umeswalia Madyan, hapo uliposwalia ni kwenye mti wa Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Alipokaa sadalla, alipotafuta kivuli wakati alipokuwa amefukuzwa ama amekimbizwa kwa kuwindwa na jeshi la Firauni Masra. Kwa hiyo akawa amefika katika maisha yake ya safari akitafuta pa kwenda, akawa amefika Madyan, na hapo kwenye mti huo ulioswalia ama kwenye kivuli hicho ulichoswali ndio Musa alipopumzika. Hapo alipumua kidogo Musa baada ya shughuli kubwa aliyotoka nayo huko nyuma. Sasa hapa tunajifunza kwanza jawaz at-tabarruk bi athar as-salihin, kwamba ni halali, inajuzu, inakubalika mtu kutabarruk na athari za waja wema waliotangulia katika mawali wa Mwenyezi Mungu, manabii wa Mwenyezi Mungu wema waliotangulia. Yajuzu at-tabarruk bi atharihim, inafaa, inakubalika kutabarruku kwa athari zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa tunaona anatabarruk kwa athari ya pale Musa aliposimama, alipokaa, alipopata kivuli. Lakini baada ya kutoka hapa, na Madyan ni tilqa al-Ghazza min Masra, Madyan tilqa Ghazza. Ukitoka Masra ukifika Madyan ni Sham, hiyo ni unapoelekea, unakuwa unaelekea Palestine kwa kupitia mji wa Gaza, mji maarufu sasa hivi tunaijua Ramallah, Gaza na miji mingine ambayo ikizungumzwa maana yake inazungumzwa Palestine. Na baada hapo wakaenda mbele, akaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba shuka usali sehemu ya 3. Aliposhuka baadaye umeondoka, akaulizwa umeswali wapi? Akasema sijui. Akasema akaambiwa sallaita bituri sinina am bitur Musa taklima, umeswalia kwenye mlima wa Tur, kwenye bonde, na bonde lake linaitwa Sinin am Sinai. Hapo ndio sehemu ambayo Mwenyezi Mungu aliongea na Musa, haithu kallama Allah Musa, sehemu ambayo Mungu alimzungumzisha Musa taklima moja kwa moja. Hapo ndipo aliposwalia. Kwa hiyo ni atharu salihin, kana yatabarruku bi athari salihin. Baadaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam sehemu ya 4 akaambiwa ashuke asali, na aliposwali pale, alipoulizwa unajua uliposwalia? Akasema hapana. Akasema, akaambiwa na Jibril alayhi salam sallait bi Bait Lahm haithu ulida Isa, uliposwalia hivi punde umeswaliwa nyumba ya nyama kwa lugha, lakini umeswalia Bethlehem, Baitul Lahm, Bethlehem maskuizi maarufu, mji unaitwa Bethlehem maarufu mpaka sasa, sehemu ambayo alizaliwa Yasua ama Isa alayhi salatu wassalam bighayri qabil. Imeitwa Baitul Lahm kwa sababu alizaliwa bila mkunga wala bila kitambaa cha kumpokea ama kumfutafuta ule ubichu wa kuzaliwa. Na hii Baitul Lahm ni tilqa'u Baitul Muqaddas, yani ukinapokaribia sasa Baitul Muqaddas, mji maarufu kabla ya kufika Baitul Muqaddas ni mji wa Bethlehem. Kwa hiyo unatoka Madyan unakwenda Gaza, kutoka Gaza unakwenda Bethlehem am Baitul Lahm, akhalafu unaingia yani kubaila
al-Bait al-Muqaddas. Hiyo ni sehemu ya 4 nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasali, na baadaye tunamuona akiswali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika Bait al-Muqaddas, msikiti mtukufu wa Jerusalem. Na baada ya kuswali swala sehemu hizi 5, fakana ad-dalilu wal isharatu lana ala annahu din Muhammadun sayubna ala salawat al-khams. Hapa kulikuwa na dalili ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini yake itasimama kwa swala 5, kwa sababu ameswali sehemu 5. Kulikuwa na ishara kwamba ameswali sehemu ya kwanza Madina, kaswali sehemu ya pili Madian, kaswali sehemu ya 3 Bait Laham, عند شجرة موسى طور سيناء بيت اللحم, na kaenda kusali Bait al-Muqaddas. Kwa hiyo hapa kulikuwa na isharati ala anna din Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam sayubna ala 5 salawat, kwamba hii dini itakuwa nguzo zake itasimamia kwenye swala 5. Lakini hii ilikuwa ni ishara. Baadaye haya mambo tutayaona kwa mbele kwamba ilikuwaje mpaka sasa tunaswali tena swala 5, ambazo dalili ilionekana kwenye safari ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kama nilivyokuambia tangu mwanzo kwamba tutakuwa tunaenda kidogo kidogo. Kisa ni maarufu, tunataka tuchukue an-nuqtati wal-ibaru wad-durus. Tunachukua mafundisho, nukta muhimu, tunachukua mazingatio ili tuweze kwenda kwa pamoja. Kisa mnakijua, kisa maarufu ala al-kathir. Sisi tunachukua hivi ambavyo mmeviona kwamba tutapita navyo. Minha atabarruku bi athari salihin, jawazi atabarruku bi athari salihin. Kisa kinatufundisha uhalali wa mtu kufaidi kutabarruku na athari za wacha Mungu. Kisa kinatupa ishara ya kwamba kumbe ndani ya safari kulikuwa na ishara ya swala 5. Baada ya leo tutakutana tena kwa mengine ambayo tumeyaacha mengi, na itakuwa ni katika sehemu ijayo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.